Kama tumekuwa tukifuatilia tangu tumeanza kipindi cha mwaka, kanisa linaadhimisha kumbukumbu, sikukuu na sherehe za watakatifu. Na hivi leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Bonifasi. Huyu alikuwa ni askofu na shahidi. Tangu kipindi cha mwaka kimeanza, watakatifu wengi ambao wanaadhimishwa ndani ya kanisa tangu tumeanza kipindi cha mwaka ni mashahidi. Tuliadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Yustino shahidi, baadaye Marcelino na Petro, na baadaye tukaadhimisha kumbukumbu, na leo tunaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Bonifasi. Watakatifu hawa, ndugu zangu wapendwa, wanatufundisha jambo kubwa sana katika maisha yetu, kwamba walisimama imara katika imani, walidumu katika kumtumikia Yesu. Waliona kwamba uhai wao si kitu ukilinganisha na ule utukufu ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia. Ndio wanachotufundisha sisi kila siku katika maisha yetu ya ufuasi. Walikubali kumwaga damu yao ili sisi tuweze kumjua Kristo. Ndiyo, katika somo la Injili Bwana wetu Yesu Kristo anawauliza waandishi, wataalamu wa maandiko matakatifu juu ya yeye Kristo. Walikuwa wamjui Kristo ni nani, walikuwa wamjui Masia ni nani. Walijua kwamba Masia kuja kuwakomboa katika utumwa wa kisiasa, lakini Kristo amekuja kutukomboa katika utumwa wa dhambi. Ndugu zangu wapendwa, sisi tunapaswa kujiuliza, Kristo ana nafasi gani katika maisha yetu? Kristo ni nani katika maisha yetu? Tunapoelekea kuadhimisha sherehe kubwa ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa kuomba hekima ya Mwenyezi Mungu, kutambua nafasi ya Ekaristi takatifu katika maisha yetu. Kuna wengine wameamua kuishi pamoja pasipo sakramenti ya ndoa, hawajaona thamani ya Ekaristi takatifu, kutambua Kristo ana nafasi gani katika maisha yako, kutambua hizo sakramenti ambazo wameziweka katika kanisa zina umuhimu gani. Tumwombe Mungu katika adhimisho hili la ibada ya misa, tumfahamu Kristo na aendelee kujidhihirisha katika safari yetu ya kiimani. Mtakatifu Bonifasi ambaye alikuwa askofu na shahidi ameishuhudia imani hiyo ya Kristo kwa kumwaga damu yake, ndipo anapoendelea kutufundisha sasa sisi tuendelee kudumu katika kumjua Kristo, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.